Ninatoa wito kwa viongozi wote wa dini kuendelea kushirikiana na serikali, viongozi wa kijamii na makundi mbalimbali kuendelea kushirikiana na serikali katika kutoa elimu ya umoja na amani, kupinga chuki na migawanyiko na vitendo vyovyote vinavyoweza kuvuruga mshikamano wa kitaifa. Mheshimiwa Baba Askofu, vita yeyote inayohusisha wenyewe kwa wenyewe haina mshindi, bali ina kupoteza wote. Hivyo hivyo na mgawanyiko ndani ya taifa hauna mshindi, bali una matokeo ya kushindwa wote kama taifa. Manufaa ya amani ni makubwa, na hasara ya kupoteza amani haina mshindi, bali ina kupoteza wote kama jamii. Manufaa ya amani ni makubwa na huleta maendeleo ya kiuchumi, huimarisha ustawi wa jamii na huwezesha kila mwananchi kushiriki kikamilifu katika kujenga taifa. Mheshimiwa Baba Askofu, amani, usalama na utulivu ndio msingi utakaojenga taifa lenye mafanikio na umoja. Sote tunatambua kwamba Tanzania imeendelea kuwa kielelezo cha umoja, amani, mshikamano na utulivu katika ukanda wetu na barani Afrika. Amani hii imejengwa juu ya misingi imara ya maadili, haki, kuheshimiana, uvumilivu na uzalendo kwa taifa letu. Serikali inaendelea kutekeleza wajibu wake wa kulinda amani na usalama wa nchi pamoja na kuwajenga Watanzania hususan vijana kuthamini dhana ya uzalendo kwa nchi yetu. Lakini ni muhimu kutambua kuwa amani ya kudumu haiwezi kujengwa na serikali peke yake, bali familia, jamii, taasisi za dini nazo zina nafasi ya kipekee katika kuimarisha misingi ya amani kupitia mafundisho ya maadili, upendo, haki na kuvumiliana.